Alois Nyanda ameililia Jambo TV. Kama utakumbuka, siku ya jana Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ilitoa taarifa kwa umma kuhusu kusitishwa kwa muda leseni ya huduma ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ya Jambo Online TV, ambayo taarifa ilikuwa inasema kwamba mnamo 31 Machi 2026 Jambo TV kupitia akaunti yake ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ya Instagram pamoja na chaneli yake ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ya YouTube ilichapisha maudhui ambayo hawakuwa na uhakika nayo na yasio na uthibitisho. Maudhui hayo pia yaliupotosha umma kuhusu hali ya matukio mbalimbali yanayoendelea nchini na matokeo yanayotarajiwa kutoka kwa tume ya kuchunguza matukio wakati baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25, kinyume na kanuni za maudhui mtandaoni za mwaka 2020 na marekebisho yake ya mwaka 2022 na 2025. Aidha, katika kipindi kifupi cha takriban miezi 6 sasa, yani tangu mwezi Septemba 2025, Jambo Online TV imekuwa na mashauri 4 mfululizo ya ukiukwaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni, maadili, misingi na taaluma ya uandishi wa utangazaji wa habari. Hivyo basi, kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta sura 306 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023, TCRA inasitisha kwa muda wa siku 90 kuanzia tarehe 2 Aprili 2026 leseni ya maudhui ya mtandaoni iliyotolewa kwa Jambo Online TV, ikiwa ni pamoja na kusitisha utoaji wa huduma ya utangazaji wa maudhui mtandaoni na Jambo Online TV katika channel ya akaunti zake zote za mitandaoni. Ilitolewa siku ya jana. Kimsingi, kuna baadhi ya watu wameonekana kuumizwa na hiki kitendo. Alois Nyanda ameandika poleni sana Jambo TV kwa kufungiwa, japo nilisema awali pole sana, ila muhimu kwenda off ni jambo sahihi katika kutafakari na kutafsiri kwa kina. Lazima kuwepo na kimya kikuu, kuwepo na ukimya usio na mtikisiko ili kuruhusu azimio la ubongo kwanza kukabiliana na ukweli kisha kujifikiria upya. Pole sana MD John Marwa. Kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna muda na nyakati inaweza kuwa ni muda wako, ila kumbe sio wakati wako. Ni muhimu kusubiri wakati wako. Imeandikwa na Mtozi pale. Moja kati ya wadau ameandika uliyasema haya na yametokea kaka. Mtu mwingine ameandika hii media imepitia mengi sana. Mtu mwingine ameandika uonevu haujawahi kushinda haki. Mtu mwingine ameandika pole yake mkurugenzi John Marwa. Pigo sio kwake, ni vijana wake wa kazi, Mungu awape moyo wa uvumilivu. Mtu mwingine ameandika mimi nilijua tu Jambo Aprili hatoboi. Mtu mwingine ameandika walichelewa sana. Mtu mwingine ameandika Alois Nyanda, sikiliza vizuri wimbo wa Nay wa Mitego wapo. Sasa Alois Nyanda ni moja kati ya wadau ambao wamejitokeza kuililia Jambo, lakini pia hata John Heche, makamu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, naona aliandika ujumbe kuhusiana na hili. Kimsingi unaweza kupata nafasi ukaenda kusoma. Kwa Heche pia ni moja kati ya wadau ambao wameonekana kuguswa kutokana na chombo hicho kufungiwa, lakini pia sio yeye tu, hata chama cha ACT Wazalendo kimetoa tamko lake kufuatia Jambo kufungiwa kutokana na kukiuka sheria kwa mujibu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.